بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، به نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Ndugu tukiendelea darasa yetu hii ya fiqh sunna للأطفال والمبتدئين. leo tunaanza albabu alawwal, mlango wa mwanzo. Albabu alawwal inazungumzia arkanul islami wal imani, nguzo za uislamu na imani. Awalan arkanul islami, kwanza kabisa nguzo za uislamu. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Rasuli sallallahu alayhi wa alihi wasallam, buniya alislamu ala khamsin, uislamu umejengwa juu ya nguzo tano. Shahadati an la ilaha illa Allah, kushuhudia kwamba hapana mola pasiyekuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah, wa iqamis salati, na kusimamisha swala, wa itaiz zakati, na kutoa zaka, wa hajjil baiti, na kuhiji nyumba tukufu Kaaba, kuhiji kufanya hija katika mji wa Makka, wa saumi Ramadhana, na kufunga mwezi wa Ramadhani. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ikhwatul afadhil, anasema baada ya hadithi hii ambayo ni maarufu kwetu sisi, lau taamalta hadha alhaditha, lau utaichunguza kwa mazingatio hii hadithi, yani uchunguzi ambao ndani yake una mazingatio, la'alimta anna nabiyyana alhabiba Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, utajua au ungejua kwamba mtume wetu kipenzi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yuallimuna anna alislam kalbinai, anatufunza kwamba uislamu ni kama jengo, ni kama jengo, nyumba. Kalbinai alali, kama jengo ambalo limesimama, jengo lililosimama, sio jengo ambalo liko chini, jengo ambalo limesimama. Almurtafi alladhi lahu asasu, jengo ambalo limenyanyuka na lina misingi au lina msingi. La yastaqimu illa bihi, hiyo misingi hiyo au msingi, hilo jengo haliwezi kusimama mpaka ule msingi uwepo, kwa sababu nyumba yoyote ni msingi wake uko vipi. La yastaqimu illa bihi wa hadha al-asasu. Sasa na hii misingi mithlu qawaidi wa a'midati al-manzil, ni mfano wa hizi nguzo, vizingiti vilivyo katika majumba. Falaysat hiya kull al-islam, ili jengo unaloliona hapa kuanzia msingi wake ulivyojengwa, nguzo, hatusemi kwamba ilikuwa inatosheleza tu kwamba huu msingi na nguzo, kwamba hii sasa bwana ni nini, ni nyumba imekamilika. Yani haiwi hivyo. Falaysat hiya kull alislam, ndio sasa kama Uislamu, kwamba sio kwamba Uislamu ndio uko kwenye vitu hivyo tu basi, ila vile vya umuhimu ambavyo kwa ajili ya vitu hivyo vikipatikana ndio jengo litasimama, kama vile ambavyo kama hakuna msingi wala nguzo, jengo haliwezi kuwa imara, litashuka muda wote. Kwanza utajengaje nyumba bila msingi? Yani kwa maana wewe tofali hujainyanyua, umeenda tu sehemu hivi haujachimba chini, kaamua ufanye nini, uweke tofali uanze kujenga. Hiyo ni nyumba ambayo unaweza hata ukasukuma, yani inafanya nini, inadondoka. Hivyo anasema walakinaha buniya alaiha baqiyat alislam,
lakini kwa misingi na nguzo hizo ndiyo ikajengwa sasa yale mambo mengine yaliyobakia katika dini ya Uislamu min ibadatin wa muamalatin wa adabi, katika ibada na muamala, kadhalika adabu mbalimbali. Wakadhalika la yasihu islamu man yarfudhu minha rukna wahid, hivyo hivyo hautosihi Uislamu wa yule ambaye atakanusha moja ya nguzo katika hizo nguzo za Uislamu. Alipomaliza kipengele hicho akasema muallif fidhahullah ra'ahu, wa maana al-islam, maana ya Uislamu huwa al-istislamu li awamirillah, ni kujisalimisha katika amri za Allah tabaraka wa taala. Uislamu ni kujisalimisha katika amri za Allah tabaraka wa taala, wa ta'atuhu na kumtii, wal bu'du 'anil ma'asi wal muharramat, na kujiweka mbali na maasi na mambo ya haramu. Wa an yaqula al muslimu 'inda sama'ihi li amrin min awamirillah, na muislamu atakiwa aseme wakati akisikia amri ya Allah tabaraka wa taala, atakiwa aseme sami'na wa ata'na, nimesikia na ninatii, au tumesikia na tunatii kile ambacho sisi tumekisikia. Kwa maana ya Uislamu huwa al-istislam li awamirillah, ni kujisalimisha. Ukisikia mtu amejisalimisha bwana, ni mfano ukaja ukatoa kalipio, sawa, au sio kutoa kalipio, ukaja ukaweka utaratibu, bwana sitaki mtu aingie shambani kwangu hapo, lazima aombe ruhusa, lazima akija hapa shambani avae viatu labda gumboot na aje na maji kindoo kimoja, ndio ataruhusiwa kuingia hapa shambani kwangu. Kwa hiyo miongoni mwao kuna wababe ambao waweza wakaingia, we haupo, wakavizia. Kuna wengine watakuja hivyo hivyo, wanataka saundi, wakusaundisha wanasema. Kuna wengine sasa watajisalimisha kwamba wana vitu hivi hapa, sasa mimi nafanya nini? Najisalimisha, kwa maana nafuata vile unavyotaka wewe. Kama vile ambavyo watu wanaambiwa ili umlete mtoto huyo shuleni akubaliwe, kuna pesa utalipia shilingi 50,000, ununulie kindoo, unamnunulia maji, unamnunulia kindoo kwanja, sijui utamnunulia na ufagio, utamnunulia vitu fulani kadha kadha kadha, ndio utamleta hapa, tutampokea. Wao unasalimu ile amri kwamba sawa, unachukua vile vitu, tofauti na yule anayekaidi kwamba mimi mwanangu atasoma na sitoi chochote katika hilo. Kwa hiyo maana ya Uislamu ni kujisalimisha katika amri za Allah na taa zake, na kujiweka mbali na maasi na mambo ya haramu. Huo ndio Uislamu. Sawa? Sasa nyingine unaweza ukaja wal istislamu lillahi bitawhid wal inqiyad lahu bitta'ah wal khulus min ash-shirki wa ahlihi, kujisalimisha kwa Allah tabarak wa taala kwa kumpwekesha, kumfanya Allah ni mmoja, na kujiweka mbali na ushirikina na washirikina wenyewe. Lakini sisi tuliokuta kwenye kitabu kujisalimisha kwa Allah tabarak wa taala kwa kufuata amri zake na taa zake, na kujiweka mbali na maasi na mambo ya haramu, huo ndio Uislamu. Anasema alana hayya bina, sasa hivi sasa njoo linataarafa ala maani arkani hadha albayt alazim rukna. Sasa hivi njoo ili tujue sasa maana ya hizi nguzo za hii nyumba iliyotukufu, nguzo baada ya nguzo. Ya kwanza kabisa shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maana yake ni shahadatu
la ilaha illa Allah, kushuhudia kwamba hapana mola apasiyekuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah. Maana yake ni maana yake ashhadu an la ilaha illa Allah, nashuhudia kwamba hapana mola apasiyekuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Ay a'tarifu bilisani, nakiri na kufahamu hili kwa ulimi wangu, wa biqalbi, na moyo wangu nakiri na kukubali, annahu, kwamba la yujadu ilahun, hapatikani Mungu mwingine, yastahiqu an natawajjaha ilayhi, ambaye tunastahiki kumwelekezea yeye, bil ibadati, ibada, illa Allah, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo maana ya la ilaha illa Allah, manake najua na kuitakidi na kukubali kwa ulimi wangu na moyo wangu kwamba hapatikani Mungu mwingine anastahiki tumwelekezee yeye ibada isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa maana wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, na maana ya wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ay a'tarifu bilisani wa biqalbi, nakiri, uitakidi na kufahamu kwa ulimi wangu na moyo wangu, bi anna Muhammadan sallallahu alayhi wasallam, kwamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam rasulun min indillah, ni mtume aliyetumwa na Allah tabaraka wa taala, wa annahu la yaqulu illa alhaqqa was-sidqa, na kwamba yeye hasemi isipokuwa haki na ukweli, wa anna alibadata, na kwamba ibada lillahi, zote zielekezwe kwa Allah, la budda an takuna an tariqi aqwalihi, wa anna alibadata lillahi au ibadata Allah, ibada za Allah hakuna budi an takuna, ziwe an tariqi aqwalihi wa af'alihi sallallahu alayhi wasallam, iwe katika njia za kauli zake alizosema na vitendo vyake alivyovifanya. Ibada yoyote inayoelekezwa kwa Allah lazima iendane na mafunzo sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa kinyume na hapo, hiyo sio ibada. Kwa hiyo anna ash-shahadata ruknu wahid, nguzo hiyo ya shahada ni nguzo moja, walaysa ruknaini, sio mbili, kwamba shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, kusema hizi shahada ni nguzo mbili. Nguzo ya kwanza ya la ilaha illa Allah, ya pili Muhammad ni mtume wa Allah. Hizi sio nguzo mbili, hizi ni nguzo moja. Haya yote mawili yapo katika nguzo moja, walaysa ruknaini, sio nguzo mbili. Li'annahu, kwa sababu la infisala baina shahadati la ilaha illa Allah wa shahadati anna Muhammadar Rasulullah, hakuna kutenganisha kati ya shahada ya la ilaha illa Allah na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah. Hakuna utengano, ni vitu viwili vinaenda pamoja. Sio kusema mimi namkubali mtume, sikubali hii la ilaha illa Allah, mimi nakubali la ilaha illa Allah lakini simkubali mtume. Hicho kitu hakipo. Hivyo ni vitu viwili ambavyo vinaenda sawa sawa. Fala yasihu wala yuqbalu min ayi ahadin an yuqirra biwahdaniyati Allah wa huwa yarfudhu risalata rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, haisihi wala haikubaliwi kwa yeyote yule anayekubali au akakiri biwahdaniyati Allah, kwamba Allah ni mmoja pekee, la ilaha illa Allah, akaikubali hali ya kuwa anapinga utume wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, haikubali. Wa sharti al-ibadati likay takuna maqbula, na sharti za ibada ili ziwe zinakubaliwa, yani ibada zako unazozifanya ili zikubaliwe, an takuna lahu azza wa jalla wahda, ziwe ni ibada unafanya kwa ajili yake Allah pekee, hana mshirika. Wa an takuna muwafiqatan li sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na ziwe zinawafiki kile alichokuja nacho mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ili iwe ibada lazima iwe na sharti mbili. Ibada hiyo ili ikubaliwe lazima iwe na sharti mbili. Sharti ya kwanza, ibada hiyo ifanye kwa ikhlas,
kwamba mimi nafanya kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Ibada sharti ya pili iwe ni muwafaq au mutaba, yafikiane na mafunzo sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, iwe katika njia aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nasema nguzo ya pili iqamu salati, ambapo ndo tutaishia hapo. Kusimamisha swala ndio nguzo ya pili katika nguzo za Uislamu. Watani, na inakusudiwa almuhafadhata alaiha. Watani, inakusudiwa hiyo iqamu salati, kusimamisha swala huko kuswali. Almuhafadhata alaiha ni kule kuilinda swala, kuihifadhi swala. Wewe swala yako watakiwa uilinde, biadaiha fi awqatiha, kwa kuitekeleza kwa wakati wake, bishakli sahih, kwa muundo sahihi, kwa namna iliyo sahihi, kama allamana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama alivyotufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sawa, katika kuwekea sharti ni ishtirati tahara, katika kule kuwekea sharti tahara wal wudhu ilaha, kutawadha kwa ajili ya hiyo swala. Wa kadhalika istiqbali alqibla, kuelekea qibla, wa adadi rakaati wa ghairi dhalika, idadi ya rakaa na swali ngapi na vitu vinginevyo. Ma'al iltizami, pamoja na kujilazimu bil khushu'i fiha, kuwa na khushu' unyenyekevu katika hiyo swala. Wa an yakuna laha atharun fi suluki wa akhlaqi, na iwe swala ina athari katika mienendo na tabia. Fala yastaqimu abadan an yusalli almuslim, haiwezi kalingana sawa muislamu anaswali thumma yakdhib, kisha mwongo kweli kweli, balao, tapeli, na swali kweli kweli, lakini leo mwongo, balao, hafai. Au yasriqa, au mtu anaswali huku mwizi, swala yake haimsaidii. Au yakhunu al-ahda au nahwa dhalik, au mtu anafanya hiana, kiahidi au mfano wa hivyo, haitofaa. Kwa hiyo iqamu sala maana yake ni kuitekeleza swala vile inavyotakikana, kuitekeleza kwa wakati wake, ni shakli sahihi. Allah tabarak wa taala atujalie tuwe ni wenye kusimamisha swala, atujalie sisi na vizazi vyetu tuwe ni wenye kusimamisha swala. Jambo zito sana. Wewe unajua kwamba kuna watu wanashindwa kuisimamisha swala vile inavyotakikana siku zote, kwamba yeye hawezi kuswali swala kwa muda wake, yeye ni mtu wa kuchelewa kuswali, lakini huyu ana nafuu. Kuna watu baadhi ya swala zinawashinda, kama fajiri, unafahamu ni mcha Mungu kweli kweli, lakini hawezi kuswali swala ya fajiri, yani hawezi kabisa. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye kaifanya ni nzito, kule kuamka saa 10 tu akaanza kutafuta maji, akaoga, kipindi cha shita, baridi kali, hawezi. Taamka saa 12:30, saa 1, muda wake umepita. Alafu watu wanajidanganya kwamba ukiamka muda huo haufai kuswali, uswali tena mpaka dhuhuri. Ni uongo, sio kweli. Kwa hiyo inshallah tuishieni hapo, kila kuzingatia pia kwamba swala lazima iendane na zile athari na tabia, kwamba uwe na tabia za mwenye kuswali. Mwenye kuswali anakuwa mwaminifu, mwenye kuswali anakuwa afanye khiana, mwenye kuswali sio muongo, mwenye kuswali sio mwizi, mwenye kuswali sio dhalim, mwenye kuswali sio mgomvi. Anayeswali ile swali inamkataza na mambo maovu na mambo yanayopingwa ambayo hatakikani. Jambo muhimu sana. Bila kumalizia, jana na kipengele tumesoma ambacho kilikuwa kinasema jinsi umuhimu wa elimu ulivyo unashinda umuhimu wa kula na kunywa na kupumua. Hii sentensi nikaulizwa swali
kwamba anna hajata al-insani, kwamba hitajio la mwanadamu ila al-ilmi, kujifunza, wal amali bihi, na kufanyia kazi hiyo elimu, ashaddu, haja hii yani ni nzito na inahitajika zaidi kwake kujifunza dini yake, kujifunza na kufanyia kazi inahitajika zaidi kuliko haja yake ya chakula na kunywa na kupumua, yani ile hewa anavyohitajia mtu hewa safi ili apumue. Asipopata hewa safi anakufa. Kadhalika ambaye hanywi maji ana kiu anakufa, ambaye hali anakufa. Hivi ni vitu muhimu sana kwa mwanadamu ili aishi. Haja yake huyu mwanadamu katika kujifunza elimu na kuifanyia kazi, basi ni zaidi ya haja hii hapa ya chakula na kunywa na kupumua, ni kwa maana na kupata hewa. Haikusudii kwamba uache kula, uache kunywa, uache kutafuta hewa safi. Haikusudiwi hivi, bali inaelezea kwamba hivi vitu ni muhimu sana katika maisha yetu. Kila mmoja hapa anawaza chai atakunywa nini, mchana leo ale nini, usiku hizi siku za usoni apate nini, vidali vya kuku nini. Hivyo ni vitu muhimu kwa sababu ni vitu yaumia vya kila siku. Sasa hitajio hilo linashindwa na hitajio la wewe Muislamu kujifunza dini yako. Hapa bila shaka tumeelewana. Naam, barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Inshallah kama kuna mwenye swali naweza akauliza.